بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، أما بعد kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma kiongozi wa umma, mwalimu wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika somo letu la kuhusiana na fiqhi katika mlango wa swala. Leo tuko katika sehemu ambayo inayosema hukmu wad'i sutrati fi salati, hukumu ya kuweka sutra katika swala. Nini maana ya sutra? Sutra ni kibao ambacho kina urefu wa dhiraa moja. Dhiraa ni hii, kutoka hapa mpaka hapa. Ni kibao ambacho kina urefu wa dhiraa moja. Kibao hichi yule mwenye kuswali anatakiwa akiweke mbele yake wakati anaswali. Hii ni sutra. Kuna baadhi ya misikiti mashaallah, ukiingia hivi vibao vipo vimewekwa kwa yule mwenye kuswali sunna. Ikiwa ni katikati ya msikiti, anachukua kile kibao anaweka mbele yake. Hii ndio inaitwa nini? As-sutratu. As-sutratu baina yaday al-musalli, sutra mbele ya mtu anayeswali. Idha kana imama, pindi anapokuwa ni imama, au munfaridan, au anapokuwa anaswali peke yake. Sunnatun muakkadatun, hii ni sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, iliyohimizwa na kukokotezwa na kutilia nguvu. Wadhalika biittifaqi almadhahib alfiqhiyyah alarba'a, na hayo ndio makubaliano ya madhehebu ya fiqhi aina nne: alhanafiyya, upande wa Abi Hanifa, walmalikiyyati, na upande wa Imami Malik, washafi'iyya, na upande wa Imami Shafi'i, walhanabilati, na upande wa Ahmad bin Hanbal. Wote wameafikiana na kukubaliana as-sutratu lilmusalli, hii inakuwa ni sunna iliyokokotezwa na kutiliwa nguvu na mkazo. Wa hukiya al-ijma'u ala dhalik, na yamepokelewa makubaliano ya maulama juu ya jambo hilo la sutra. Nenda kwenye kitabu Al-Kafi ibn Abd al-Barr, kitabu nambari 1, ukurasa ni wa 209. Nenda kwenye kitabu Al-Majmu' lin-Nawawi, kitabu nambari 3, ukurasa 247. Nenda kwenye kitabu Kashafu al-Qina'i lil-Bahuti, kitabu nambari 1, ukurasa ni wa 382. Nenda kwenye kitabu Al-Mughni ibn Rushd, kitabu nambari 2, ukurasa 174. Al-adillatu min as-sunnati, tuangalie dalili kupitia mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Dalili ya kwanza, an Abi Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abi Dharr al-Ghifari, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee yeye. Qala, amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimshukie yeye, idha qama ahadukum yusalli, pindi anaposimama mmoja wenu kuswali, fa innahu yasturuhu, hakika yake yeye atakuwa ameweka sutra, idha kana baina yadayhi, pindi itakapokuwa mbele yake, mithlu akhirati rahli, mfano wa kibao
cha nini? Kile kiti ambacho kinachowekwa juu ya mgongo wa ngamia. Urefu wake unakuwaje? Unakuwa ni dhiraa moja, hiyo sutra. Kwa hiyo pindi unapoweka ile sutra ambayo usawa wake ni kama mfano wa kile kibao kinachopatikana nyuma ya kipando cha ngamia, tayari wewe umeweka sutra. Na hii ni sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam iliyokokotezwa. Nini maana ya kukokotezwa? Imetiliwa nguvu, imetiliwa mkazo. Ni jambo muhimu kwa mwenye kuswali, kwa sababu kuna hatari kubwa ya swala yake kuharibika asipofanya hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fa idha lam yakun baina yadayhi mithlu akhirati rahli, itakapokuwa yule anayeswali mbele yake hakuna hicho kibao mfano wake ambacho kinapatikana kwenye kile kiti cha ngamia nyuma, fa innahu yaqta'u salatahu alhimar, hakika ya swala yake itakwenda kuharibiwa na punda, walmar'atu, na mwanamke, walkalbul aswadu, na mbwa mweusi. Shekhe, naomba tuwe makini hapa. Yule ambaye atakayekuwa anaswali mbele yake hajaweka sutra kumwonyesha ya kwamba huu ni mpaka wangu hapa ninaposwali, kama wataka kupita pita nyuma ya hiyo sutra. Ikiwa hakuweka hiyo sutra, kuna uwezekano mkubwa wa swala yake kuharibika pindi atakapovuka nani? Punda, mwanamke na mbwa mweusi. Huyu mbwa mweusi, Abu Dharr al-Ghifari aliulizwa na mtoto wa ndugu yake, akamuuliza ya kwamba inakuwaje mwenye kuharibu hiyo swala awe ni mbwa mweusi, asiwe mbwa mwekundu, mweupe na rangi nyingine tofauti? Abu Dharr akamwambia, ya bana akhi, ewe mtoto wa ndugu yangu, ewe mtoto wa kaka yangu, saaltu nabiyya sallallahu alayhi wasallam, niliwahi kumuuliza Mtume, rehma na amani zimshukie yeye, kama saaltani, kama ulivyoniuliza mimi. Faqala, akasema Mtume, alkalbul aswad, mbwa mweusi, fa innahu shaytanu, hakika huyo ni sheitani. Shekhe, mwanielewa? Sasa tuwe makini. Unapokuwa mathalan unakutana pia na mbwa mweusi, inakuwaje? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mbwa mweusi fa huwa shaytan, huyo ni sheitani. Sasa chunga, wakati usiku unatembea unakutana na mbwa mweusi, jilinde kwa Allah jalla fi'ala kutokamana na sheitani, kwa sababu huwezi kujua ndo sheitani mwenyewe ama ni mbwa kweli huyu. Lakini pili, tukija katika jambo la punda, punda anapokuwa yuko mbele yako anaweza kuiharibu swala yako, kwa sababu maulama wanasema ile sauti ya punda huwa ni sauti ambayo kwamba ni yenye kutisha na yenye hofu. Wakati anaipiga ile sauti yake, ikiwa wewe unasali wakati kama ule, anaweza kukutia pia wasiwasi kwenye swala yako. Shekhe, mwanielewa? Ama jambo la mwanamke anapopita mbele anaweza kuiharibu swala yako, hili ni maalum, linajulikana. Mwanamke ni fitna, mwanamke ni mtihani. Leo unapokuwa ukobezi pale, anaweza kupita mwanamume hata ukawa hauna habari na akawasalimia kabisa, oya niaje, mkajibu kabisa poa, jamaa huyo akapita akaenda zake. Lakini mathalan anapopita yule mwanamke pale, na ikiwa amevaa mavazi ambayo ni ya hasara, mavazi ambayo kwamba yamebana, yanaonyesha shepu ya mwili wake,
pindi anapopita hata asisalimie, watu watageuka wageuki, lazima watageuka kuangalia anayepita ni nani. Sasa leo mathalan, hebu jalia pia unaswali pale kwako nyumbani, haujaweka sutra, mke wako amevaa nguo zake za kulalia, mnaita night dress, tuelewane, nguo ambayo kwamba ni TV inaonyesha kila kitu, inaruhusika kwa mwanamke anapokuwa chumbani yeye na mume wake avae vazi ambalo jepesi. Siku hizi wake zetu na dada zetu hawajui mapenzi shekhi, wala wasinilaumu shekhi. Hakuna tofauti wakati wa kulala usiku na wakati wa mchana. Mchana azunguka na dera, usiku chumbani kwa mume wake pia yuko na dera. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Usiku kunatakiwa kuwe na nguo ambayo ni maalum special kwa ajili ya mume, nguo ambayo ina sifa ya TV, inaonyesha kila kitu. Sasa ikiwa mathalani unaswali pale, hebu niambie yule mke wako akipita pale mbele shekhi, ni fitna ya aina gani ambayo utaipata? Lazima swala yako itapata mushkili, swala yako lazima itakuwa na mitihani. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi moja anasema, ittaqu dunya wattaqu nisaa, iogopeni dunia na muwaogope wanawake. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fi nisai, hakika ya fitna ya kwanza iliyokuwepo kwa kizazi cha Israeli, hawa bani Israeli, ilikuwa ni kwa wanawake. Maulama wanasema fitna ya mwanamke anaweza kumlazimisha mume wake ndani ya nyumba akatoa matumizi kinyume na uwezo wake. Yaani mwanamke ndani ya nyumba anahitajia mahitaji makubwa zaidi kinyume na uwezo wa mume wake, kwa sababu anampenda yule mke wake, hataki kumuudhi wala kumfanya awe na huzuni. Mwanamume yule anakwenda mbio, lengo ni nini? Apate fedha aweze kukidhi mahitaji ya yule mke wake. Lakini fitna pia ya mwanamke inaweza kufikia mahala mume yule kazi yake ni duni, mshahara wake anaopata ni wa chini, akamlazimisha mahitaji ya ndani ya nyumba, ikafikia mahala yule mwanamume akaanza kufanya mambo ambayo ni ya haramu, akajishughulisha katika kuiba, akajishughulisha katika biashara haramu za kuuza madawa ya kulevya, unga huu ambao ni drugs. Kwa sababu gani yule mwanamume anayafanya yote hayo? Ni kwa sababu tu aweze kupata nguvu na uwezo wa kumridhisha yule mke wake ndani ya nyumba. Aliyesababisha ni nani? Ni mwanamke. Lakini mwanamke huyo ana uwezo wa kukushawishi wewe ambaye ni mcha Mungu, uliyesimama kwenye msimamo wa ucha Mungu, ukajikuta unaingia katika zinaa kwa vitimbi ambavyo anavyokufanyia yule mwanamke. Ndio maana Mtume akasema, ittaqu dunya wattaqu nisa, iogopeni dunia na muwaogope wanawake. Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fi nisa, fitna ya kwanza iliyokuwepo kwa bani Israili ilihusiana na wanawake. Kwa hiyo mwanamke unapokuwa unaswali, Mtume sallallahu alaihi wasallama amemtaja kwenye hadithi hii, kama haujaweka sutra, mwanamke yule anaharibu swala yako, mwanamke yule anakwenda kuisambaratisha swala yako. Maulama wamekhtalifiana hapa mahala gani Mtume aliposema fa innahu yaqta'u salatahu alhimaru walmar'atu walkalbu alaswad, hakika yule ambaye hakuweka sutra wakati anaswali, swala yake itakwenda kuharibiwa na punda na mwanamke na mbwa mweusi,
maulamaa wamekhtalifiana. Baadhi ya maulamaa wanasema mwanamke huyo, punda huyo, mbwa mweusi huyo anaiharibu moja kwa moja ile swala. Kama ukuweka sutra, swala imekuwa imekufa. Ila kundi la pili la maulamaa wakasema ile swala haiharibiki, bali thawabu zake zinapungua pindi anapopita mtu pale mbele yako ikiwa haukuweka sutra. Na hili ni jambo ambalo watu wanafanya nini? Wanakuwa wavivu nalo. Kuna kitu kimewekwa pale maalum ambacho kinaitwa sutra. Umeingia wataka kuswali katikati ya msikiti, chukua kile kibao kiweke mbele yako, inakuwa ni sutra. Umekosa kile kibao, mathalan kuna ukuta karibu yako, sogea kwenye ukuta, ule ukuta unakuwa ni kama ni sutra kwako. Umekosa ukuta karibu, kuna nguzo, simama nyuma ya ile nguzo pale, inakuwa ni nini? Inakuwa ni sutra kwako. Hadithi hii kaipokea Imamu Muslim kwa nambari 510. Tunakwenda ushahidi wa pili. Ana Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kutoka kwa Abi Sa'id al-Khudri, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee, amesema sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam yaqul, nilimsikia mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimshukie yeye, akisema idha salla ahadukum, pindi anaposwali mmoja wenu, ila shay'in yasturuhu minan nas, katika kitu ambacho kinakuwa ni sutra, kinamuhifadhi, kinamlinda swala yake kutokamana na watu. Fa arada ahadun, akataka mtu ayajitaza baina yadaihi, kuvuka mbele yake wakati anaswali. Ashaweka sutra, lakini mtu akawa analazimisha kupita wapi? Mbele ya mtu anayeswali wakati mwenyewe kaweka sutra. Mtume anasema faliyadfa'u, na amzuie huyo mtu. Kama anataka kupita afanye nini? Amzuie huyo mtu. Fa inna aba, akikataa akawa analazimisha kupita mbele ya mtu anayeswali, falyuqatiluhu, na ampige vita, ampige, amkungute. Fa innama huwa shaytanu, hakika si vinginevyo huo shaytani huyo. Sheikh, wanielewa? Unaswali mwenyewe umeweka sutra kuonyesha ya kwamba wewe mwenye kupita unafaa kupita nyuma ya sutra, lakini anajifanya kama sutra haioni, anataka apite mbele yako. Mtume anakwambia hatua ya kwanza mfanye nini? Mzuie. Yaani weka mkono, umwambia ufai kupita. Umeondoa mkono, anataka kupita kwa lazima, jaribu tena kumzuia. Tuelewana? Sasa analazimisha, kwani utanifanya nini? Napita bwana. Mtume anasema fali yuqatilu, amkungute huyo mtu. Kwa nini amkungute? Fa innama huwa shaytanu, huyo ndo shaytani mwenyewe huyo ambaye anataka kukuharibia swala. Sheikh, mmenielewa? Si maneno ya Ustadh Isa, ni maneno ya nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi hii imepokewa na Imamu al-Bukhari kwa nambari 509, Muslim kayapokea kwa nambari 505. Tunakwenda sehemu nyingine. Yatahammalu al-imamu 'anil ma'mumi as-sutrata, imamu anabeba jukumu la maamuma katika sutra. Yaani imamu anapokuwa anaswalisha, sutra ya wale maamuma wake inakuwa ni ile sutra ambayo inapatikana mbele ya nani? Ya imamu. Imamu akishaweka sutra yake, ina maana ya kwamba mtu akitaka kupita mbele ya hawa maamuma wanaoswali hawaharibu swala yake, hakuna tatizo lolote hapa. Shekhe, mwanielewa? Sio maneno yangu, tutaona ushahidi inshallah katika maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-adillatu, dalili awalan min as-sunnah, kwanza ni kupitia maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ushahidi wa kwanza au dalili ya kwanza, an ibn Abbas annahu qala, kutoka kwa Abdullah mtoto wa Abbas, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee yeye, hakika yake yeye amesema
swalla Rasulullah sallallahu alayhi wasallam salatan bimina, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliswali swala yake katika sehemu ya Mina. Sehemu ya Mina hapa ni katika sehemu ya haji, na hii ilikuwa ni haji katika mwaka wa 10 wa kugura Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Maka kuja wapi? Kuja Madina, na ilikuwa ndio haji yake Mtume anaaga ya mwisho, hakuwahi kuhiji tena baada ya hapo. Sasa Abdullah bin Abbas anatutolea habari kuhusiana na wakati huo. Swalla Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, aliswali Mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimshukie yeye, swalatan bimina, swala katika sehemu ya Mina. Fajitu ala himari li, Abdullah bin Abbas yasema nikaja nikiwa juu ya punda wangu, nikaja nikiwa nipo juu ya punda. Wakati na hastul hulma, na hakika wakati huo nimekaribia kubaleghe, nimekaribia kubaleghe. Maulama wanasema wakati huo Abdullah bin Abbas alikuwa na miaka 13 na miezi kadhaa, amekaribia kubaleghe. Anakuja kwenye hiyo swala ya Mtume akiwa juu ya punda wake. Famarartu baina yaday ba'd as-sufuf, anasema nikapita mbele ya baadhi ya swafu za watu wanazoswali pale, akiwa juu ya punda ya jamaa, anapita kwenye zile swafu ambazo kwamba watu pale wanaswali. Fanazaltu, nikateremka hapo kutoka juu ya punda wangu. Wa arsaltu al-himara yarta'u, nikamwacha yule punda ikawa anakula nyasi, anatembea tembea. Fadakhaltu ma'a al-imami, nikaingia kwenye swala pamoja na imamu. Wakati huo imamu ni nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Falam yunkir dhalika alayya ahadun, hakuna yoyote aliyepinga kwangu mimi kutokamana na kufanya hivyo. Baada ya watu wamemaliza kuswali, hakuna yoyote ambaye aliyepinga ya kwamba wewe umefanya makosa, kwa nini umepita mbele ya safu za wale maamuma nyuma ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna hata mmoja aliyesema. Kunyamaza masahaba na kunyamaza Mtume asimwambia Abdullahi ibn Abbas chochote, hii ni dalili ya kwamba alilolifanya linafanya nini? Linafaa. Naam. Sasa kama mfano mathalan, kama mfano ya jamaa, hakuna stima hapa, tunaswali salatul maghrib, salatul isha, salatul tarawih, imamu yuko mbele, na mbele ya imamu kuna nini? Kuna sutra. Tukiwa katikati ya swala, stima ikafanya nini? Ikaregea. Sasa kuna mtu kule nyuma, yeye hajafunga swala, akaona hapana, wacha nikampishe imamu ile microphone. Hakuna makosa, anapita kwenye swafu za watu, anakuja mpaka pale, anapita nyuma ya sutra ya imamu, sio mbele ya imamu, nyuma ya sutra ya nani? Ya imamu. Anakwenda kuwasha amplifier pale, anachukua microphone, anamvisha yule imamu. Hakuna swala iliyoharibika, kwa sababu nyinyi maamuma, sutra yenu ni sutra ya nani? Ya imamu. Ndiyo kama hivi Abdullah ibn Abbas amepita kwenye baadhi ya safu za masahaba akiwa na punda wake, akateremka pale, kisha akamwacha yule punda na kula nyasi, anahangaika, yeye akaingia kwenye swala pamoja na Mtume, akaswali na Mtume hakumwambia chochote. Shekhe, mmenielewa? Aiyo, hiyo ni ilmu mzee, watu hawaitaki, wanaikimbia shekhe. Hadithi hii imepokewa na Imamu al-Bukhari kwa nambari 1857, Muslim kaipokea kwa nambari 504. Dalili nambari 2, ana Amri ibn Shuaib, kutoka kwa Amri mtoto wa Shuaib, an abihi, kutoka kwa baba yake, an jaddihi, kutoka kwa babu yake, qala, amesema, habatna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, tuliteremka pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam, min thaniyati adhakhira,
katika zile njia za milima na baina ya majabali, katika sehemu ambayo inaitwa Adhafira. Hii ni sehemu baina ya Makka na Madina. Walikuwa wanateremka kwenye ile milima, njia ambazo ziko baina ya majabali na milima. Fahadarati salatu, anasema huyu bwana, ukafika wakati wa swala, yani fasalla ila jidari. Maana yake Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamua kuwasalisha masahaba, akafanya ukuta au lile jabali ndiyo kama mfano wa sutra. Mwanielewa? Mbele kuna ukuta au jabali, Mtume akaufanya ule ukuta au lile jabali ndiyo kama sutra. Fatakhadhahu qiblatan, ile sehemu akaifanya ndiyo kibla. Wa nahnu khalfahu, na sisi wakati huo tuko nyuma ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunamfuata kwenye swala. Fajaat bahmatun, akaja mtoto wa mbuzi. Akaja mtoto wa mbuzi. Wakati huo wanafanya nini? Wanaswali. Mtume ndiyo imamu, mbele ya Mtume sutura yake ni ukuta. Akaja mtoto wa mbuzi. Mtoto wa mbuzi anaitwaje Kiswahili? Wa ng'ombe anaitwa ndama, wa mbuzi anaitwa kimeme. Kimeme ndio mtoto wa mbuzi. Tumeelewana vizuri? Akaja mtoto wa mbuzi pale, tamuru baina yadaihi, anapita mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sio nyuma ya sutra. Yule mtoto wa mbuzi anataka kupita mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama zala yudaribuha, Mtume hakuacha kumzuia yule mtoto wa mbuzi, hatta lasika batnuhu biljidari, mpaka tumbo la mtoto wa mbuzi likawa limeshikana na ule ukuta. Yani Mtume kambana yule mtoto wa mbuzi. Sasa hebu angalia Mtume alivyokuwa ni mwenye huruma, rahmatan lil alamin, ni mwenye huruma kwa viumbe vyote ya jamaa. Lakini cha ajabu leo mtoto wa mbuzi, sio mbuzi ambaye ni mkubwa, ni mtoto wa mbuzi, anataka kupita mbele yake. Mtume akambana yule mtoto wa mbuzi mpaka yule mtoto wa mbuzi tumbo lake likashikana na ule ukuta. Wa marrat min waraihi, yule mtoto wa mbuzi alipoona amebanwa sana, akarudi nyuma, akapita nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akipita nyuma ya Mtume, ina maana amepita mbele ya kina nani? Wale maamuma ambao ni masahaba wanaoswali. Shekhe, mmenielewa? Hapa tunapata faida ya vitu viwili. Faida ya kwanza tunayopata ya kwamba sutura ya imamu ndiyo sutura ya nani? Ya maamuma. Lakini pili, inapokuwa mathalan kinapita kitu mbele yako, sio nyuma ya sutra, unatakiwa upambane nacho kwa hali yoyote ile, kisipite mbele yako, kwa sababu kikipita mbele yako ina maana swala yako wewe imamu ishaharibika, na hao maamuma nao pia swala zao zimefanya nini? Zimeharibika. Lakini leo mtu anaingia msikitini amechelewa, watu washamaliza kuswali, anachokifanya nini? Anakwenda pale katikati ya msikiti ama kipembe cha msikiti, haweki sutra. Sheikh, Allahu akbar, watu wanapita mbele yake, huyu anavuka, huyu anakwenda, huyu anavuka, maskini swala yake inavurugwa pale na hapa. Sheikh, mnielewa? Naam. Hadithi hii ni sahihi, kaipokea al-Baihaqi kwa nambari 268, utaipata kwenye kitabu chake nambari 2 hadithi hii. Sheikh Albani ameisahihisha fi sahihi sunani Abi Daud, utaipata kwa nambari 708. Thaniyan min al-ijma', dalili ya pili ni makubaliano ya maulama. Naqala al-ijma' ala dhalika, amenukuu makubaliano ya maulama juu ya jambo hilo Ibn Abdil Barri, mwanachuoni aitwaye Ibn Abdil Barri. Fa amma al-ma'mumu, anasema ama yule maamuma, fala yadhurruhu
haitomdhuru yeye kwenye swala yake man marra baina yadayhi, yule ambaye atapita mbele yake wakati anaswali, wakati anaswalishwa na imamu. Sheikh, umenielewa? Hii ni sawa sawa, mathalan uko kwenye swafu ya mbele hapa, unaswali nyuma ya imamu. Wewe ni mwanadamu, haujakamilika, sio? Alkamalu liman lillah. Ikatokea hali mojawapo katika hali tatu. Hali ya kwanza, ukatoa upepo, kwa lugha ya Nairobi mnasema nini? Kunyamba, sio? Ima kwa sauti, ima kwa ile hali ya siri ya upepo ile. Shekhe, unatakiwa uachane na hiyo swala, ishavunjika, imeharibika, kwa sababu udhu hauna, na Mtume anasema la tukubalu salatu bighairi tuhuri, swala haikubaliki ikiwa mtu hana udhu. Ule upepo uliotoka tayari swala yako imefanya nini? Imeharibika. Sasa katika kutoka ukaamua kupita kwenye zile swafu mpaka ukatoka ukaenda sehemu ya kutawadhia, jaiz, inafaa, wala hujaribu swala ya mtu, kwa sababu sutura ya imamu ndiyo sutura ya wale ambao ni kina nani? Maamuma. Sheikh, umenielewa? Ama mathalan uko kwenye swala, tumbo likakuletea mushkili pale, ukahisi kwamba hii hali si ya kawaida, nikisema nitazubaa hapa nitaharibu hali ya hewa, tuelewana. Ukaamua kuvunja ile swala, ukaanza kupita, ukitoka, hujaribu swala ya mtu. Au pengine labda vile vile unaswali, mkojo ukakujia ghafla, kama kuna baadhi ya wazee hawana uwezo wa kuzuia nini? Mikojo. Mtu amesimama, kisomo kimekuwa kirefu, mpaka mzee mkojo umefanya nini? Umemjia. Anatakiwa avunje swala, aende akatawadhe. Hata akipita mbele ya wale wanaoswali, swala zao ziko sahihi. Sheikh, mmenielewa? Naam. Kama anna al-imama, kama ilivyo kwa huyu imamu, walmunfaridu, na yule mwenye kuswali akiwa peke yake, la yadhurru wahidan minhuma, haimdhuru mmoja katika wawili hao, man marra min warai sutratihi, yule ambaye atapita nyuma ya sutra yake. Ikiwa mtu ameweka sutra, awe ni imamu, awe anaswali mtu peke yake, hakuna madhara yoyote mtu akipita nyuma ya nini? Ya ile sutra. Isiwe mahala unamzuia, na wakati kuna sutra itakuwa vichekesho. Wewe umeweka sutra kama imamu au unaswali peke yako, mtu akipita nyuma ya ile sutra, swala yako iko salama, haina matatizo. Anasema hadha kulluhu, haya yote tuliyoyasema, la khilafa fihi baina al-ulama, hayana ikhtilafu ndani yake baina ya maulama. Mwenye kuswali anatakiwa aweke nini? Sutra, kama alifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wewe ni nani usifanye? Na kama kweli wewe unamfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa nini usiweke sutra wakati unaswali? Tuelewana vizuri? Kwa hiyo tujitahidi. Umeingia, umechelewa, watu washamaliza, mathalan kuna kiti pale, sawa, ama kuna kitu ambacho kinaweza kuwa kama sutra, ukuta, jaribu kusogea karibu na ukuta, swali hapa, ukuta unakuwa ni kama sutra yako. Nenda kwenye kitabu At-Tamhidu libn Abdul Barr, kitabu nambari 4, ukurasa 188, wa fil Muhalla libn Hazm, kitabu nambari 2, ukurasa 225, wa fi Dhakhirati lilqarafi, kitabu nambari 2, ukurasa ni 159. Tumalize sehemu nyingine ili tuweze kusimama hapa insha Allah. Sifatu sutrati fi salah, sifa ya sutra katika swala. Yani tunaposema sifa ya ile sutra, maana yake ile sutra inatakiwa iweje, kipimo chake, kiwango chake, ikoje sutra.
Anasema tahsulu sutratu lilmusalli, inapatikana sutra kwa yule mwenye kuswali, bi an yad'a amamahu shay'an, aweke mbele yake kitu, qaiman, kilichosimama, sio kilicholala. Kuna baadhi ya watu nimeona mtu sutra anaweka labda kama mswaki ndio anaweka ni kama sutra, au anaweka kofia yake ndio kama nini sutra, haiwe hivyo shehe. Au anaweka simu pale mbele inakuwa ni kama sutra, haiwe hivyo. Anasema tahsulu sutratu lilmusalli, itapatikana sutra kwa mwenye kuswali, bi an yad'a amamahu shay'an, kwa kuweka mbele yake kitu, qaiman, kilichosimama, mithla mu'khirati rahli, mfano wa kile kibao cha mwisho kwenye kile kikao cha pale juu katika ngamia. Shekhe, mmenielewa? Kile kibao cha ngamia pale nyuma mtu anapokuwa anategemea, ikiwa amekaa kwenye yule ngamia, ndiyo mfano wa sutura. Kikipatikana kibao mfano wa hicho akaweka mwenye kuswali mbele yake, basi hapo imepatikana sutura kwake. Maana yake tafuta kibao ambacho kitakuwa kina urefu na usawa wa nini, hicho kibao kinachopatikaniwa juu ya nini, juu ya kile kiti cha ngamia pale nyuma. Tumeelewana vyema ya jamaa? Naam. Wa miqdaruha dhira'u, na kiasi chake, saizi yake hicho kibao ni dhiraa, kama nilivyosema awali, ni dhiraa. Dhiraa ni kutoka hapa mpaka hapa, hii inaitwa dhiraa moja. Na ndio maana utakuta kwenye baadhi ya misikiti kuna vibao ambavyo ni virefu vimewekwa vyenye urefu wa dhiraa moja. Hivyo vibao ndio vinakuwa ni vinakuwa ni sutra. Ukiweka basi ni sutra imepatikana mbele yako. Au aktharu min dhalika, au hata ikipatikana kitu ambacho ni kirefu zaidi ya hiyo dhiraa, inakuwa ni sutra pia. Wa tahsulu aidan bil jidal, na sutra vile vile inapatikana kwa kupitia ukuta. Ukaswali wapi? Nyuma ya ukuta kama hivi, huo ukuta unakuwa ni sutra. Au ila amudi, au nguzo. Msikiti ule una nguzo, wakwetu hauna nguzo, sio? Kuna baadhi ya misikiti ina nguzo. Umeingia pale ukaona nguzo, swali nyuma ya nini, ya nguzo, inakuwa ni sutra. Wal kursi, na kiti pia. Umeingia ukaona kiti ndani ya msikiti, chukua kile kiti kiweke mbele yako, inakuwa ni sutra. Tumeelewana vyema? Wa nahwi dhalika, na mfano wa hivyo. Wa huwa madhhabul jumhur, hayo ni madhehebu ya maulama wote. Al-Hanafiyya ni upande wa Abi Hanifa, wa Shafi'iyya na upande wa Imam Shafi'i, wal Hanabila na Ahmad bin Hanbal. Nenda kwenye kitabu Sharh an-Nawawi ala Muslim, kitabu nambari 4 ukurasa 216. Nenda kwenye kitabu Al-Bahr ar-Ra'iq Ibn Nujaymin, kitabu nambari 2 kuanzia ukurasa 18 mpaka 19. Nenda kwenye kitabu Tuhfatul Muhtaj Ibn Hajari Al-Haytami, kitabu nambari 2 ukurasa 157. Wa fi Kashaf al-Qina'i lil-Bahuti, kitabu nambari 1 ukurasa ni wa 383. Al-adilla, tuangalie dalili. Dalili ya kwanza, an Talha bin Ubaidillah, ni sahaba huyo, kutoka kwa Talha mtoto wa Ubaidillah. Qala, amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimshukie yeye, idha wada'a ahadukum baina yadayhi, pindi anapoweka mmoja wenu mbele yake wakati anaswali, mithla mu'khirati rahli, mfano wa kile kibao kinachopatikana nyuma ya kiti cha ngamia, faliyusalli, na aswali. Ikiwa unaswali mbele yako ukaweka kibao, urefu wake na usawa wake ni kama mfano wa kile kibao kinachopatikana nyuma ya kiti cha ngamia, faliyusalli, na aswali. Wala yubali, na wala asijali, man marra waraa dhalika, yule atakayepita nyuma ya kibao hicho.
Ikiwa umeweka kile kibao, chochote kinachopita nyuma ya hicho kibao wala usijali, hakiharibu nini? Hakiharibu swala yako. Wa fi riwayatin ukhra, katika riwaya nyingine ya hadithi, kunna nusalli, tulikuwa tukiswali, wadawabu tamurru baina aidina, na wanyama wanapita mbele yetu wakati tunaswali. Fadhakarna dhalika li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, tukalizungumza jambo hilo kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yani, ya Rasulullah, pindi tunaposwali kuna wanyama huwa wanapita mbele yetu. Faqala, Mtume akasema, mithlu mu'khirati rahli takunu baina yaday ahadikum, mfano wa kile kibao kinachopatikaniwa kwenye kiti cha ngamia nyuma, kinapokuwa baina ya mmoja wenu mbele yake wakati anaswali, akakiweka kibao kama hicho, thumma la yadhurruhu, kisha haiwezi kumdhuru yeye, ma marra baina yadayhi, kile ambacho kitapita mbele yake. Shekhe, umenielewa? Ikiwa mathalan mmoja wenu atapata hicho kibao akiweke, kisha kikapita kitu nyuma ya kibao hicho, basi asijali mmoja wenu, swala yake iko salama, hawezi kudhurika mmoja wenu yoyote. Waqala Ibn Numayr, amesema mwanachuoni Ibn Numayr, fala yadhurruhu man marra baina yadayhi, wala haitomdhuru yeye mtu yoyote ambaye atapita mbele yake ikiwa kuna hiyo sutra. Akhrajahu Muslim, hadithi ameipokea Imamu Muslim kwa nambari 499. Tumalize hadithi ya mwisho. Ana Aisha radhiyallahu anha, kutoka kwa mama Aisha, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee yeye, annaha qalat, hakika yake yeye amesema, suila Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, wakati mmoja aliulizwa Mtume, rehma na amani zimshukie yeye, an sutrati al-musalli, kutokamana na ile sutura ya yule anayeswali. Faqala, Mtume akasema, mithlu mu'khirati rahli, ni mfano wa kile kibao kinachopatikaniwa mwisho katika kiti pale juu ya ngamia. Tumeelewana? Kwa hiyo kibao kile ambacho kipo juu ya mgongo wa ngamia, ambacho kinapatikana nyuma ya kile kiti, ndiyo size ambayo inatakiwa watu watengeneze sutra, waweke misikitini, kwa anayechelewa anaswali katikati ya msikiti, achukue kile kibao, afanye nini? Akiweke kibao kama kile. Hadithi hii ni sahihi, kaipokea Imamu Muslim kwa nambari 500.